بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Sifatu az-Zawjati as-Salihah tuzungumzia katika kikao kilichopita wa miongoni mwa sifa za mke mwema khidmatu zawjiha, kumhudumikia mume wake. Na leo biidhnillah ta'ala tasonga mbele zaidi katika sifa ya 5 miongoni mwa sifa za mke mwema, hifdhu asrari az-zawj, kuhifadhi na kuzuia siri za mume, siri za mume wake ziwe zitabakia kuwa ni siri, wala asieneze siri za mume wake, wa khasatan ma yajri bainahu wa bainaha fi al-khalwa min ar-rafathi والشؤون الخاصة بالزوجية، aswa yale yanayojiri baina yao wakiwa faragha peke yao katika matendo ya ndoa au kitendo cha ndoa, na mambo ambayo ni hasa baina ya mume na mke. فإفشاء سر الزوج مما يؤلمه ويسخطه، kueneza siri za mume ni katika mambo ambayo humuumiza yule mwanamume katika moyo wake, bali na humkasirisha, akawa hana raha, na hakuna sehemu ambayo mwanamume atarajia siri yake imehifadhika kama ndani ya nyumba yake. Sasa ikiwa mtu yupo ndani ya nyumba yake na hana amani kutokamana na kuhifadhiwa siri zake, je, tutarajia ende wapi ambapo siri zake zitakuwa ni zenye kufichika? Kwa hivyo ni jambo ambalo la muudhi yule mume na kumkasirisha, wa huwa yunafi ta'atahu wa irda'ahu, na kitendo hiki cha kufichua siri za mume ni katika mambo ambayo ni kinyume na kumtii yule mume na kumridhisha yule mume. Wa maisha ya ndoa ni maisha ambayo ndani yake kutapita mambo mingi ambayo ni siri baina ya mume na mke, na yabaki kuwa siri, yasitoke nje ya nyumba. Ingawa uko ugonjwa katika mujtama kwa baadhi ya wanawake kutoficha siri za waume zao, ukawaona ni wepesi sana katika kutoa mambo ya siri. siri yanayojiri ndani ya nyumba baina yeye na mumewe.
Na hili pia wakati mwingine hutokea watu wakishakosana. Wakati mwingine watu hukosana. Usidhanie kuwa ukikosana na mkeo mkaachana ni sababu au ni njia umepewa wewe sasa ya kuanza kufichua siri za yule mwenzako. La wallah, haifai. Ukiwa katika maisha yako ya ndoa, na hata ikiwa imetokea sababu ya watu wawili kuachana, haifai kwa mtu kuanza kufichua zile siri zilizokuwa baina yao. Itabakia kuwa ni amana, itabakia kuwa ni amana. وأيضا فإن حفظ السر من شأن الصالحات القانتات. pia kuhifadhi siri ni jambo ambalo au ni sifa ambayo wamesifiwa nao wanawake wema watiifu. الموصوفات بقوله تعالى حافظات للغيب، wale waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni watiifu kwa waume zao hata kwa siri. Bimaana hata kama mume hayuko bado abakia ni mtiifu kwa mume wake. لأن من حفظهن لغيبة أزواجهن أن لا يفشين سرهم. katika kule kuhifadhi utiifu wao juu ya waume zao hata kwa siri, hata wakiwa wako peke yao, basi wasieneze siri za waume zao, ziwe zile siri zitabakia ndani ya nyumba. Waonaje ikiwa kila unachokizungumza ndani ya nyumba chatoka nje? Tuweza kusema kuwa ni katika miongoni mwa sababu zinazovunja majumba ya watu, kuwa kila anachokizungumza yule mume pale ndani ya nyumba chatoka nje. Wala aks, pengine yaweza kuwa yule mke ana siri, yule mume akaitoa nje, ingawa hili si sana, sababu mwanamume atabakia kuwa ni mwanamume. Lakini mara nyingi hutokea kuwa ukamwona mke ni mwenye kutoka na kueleza siri za yule mume nje. Na wakati mwingine yatokea kuwa yule mtoto wa kike aliyeolewa, mtu wa karibu sana na yeye, ikiwa ni dada yake, ikiwa ni mama yake mzazi, yuko karibu sana naye. Kwa hivyo kitakachofanyika pale ndani atatoka nje amueleze msiri wake, kama wanavyoita msiri wangu. Huyo si msiri wako, huyo mbibisi yako. Msiri zingebakia siri huko huko ndani. Kuna mtu kweli aitwa msiri na ielezwa siri? Msiri vipi sasa? Ati huyu msiri wangu, huyu msiri wako ndio nini? Ndio kazi yako kumtolea siri, kumpa. Sasa vipi msiri? Huyo ndio sehemu ya kutawanya siri zako, wala siweza kuficha siri zako. Kwa ukamwona kila anachokifanya mumewe atoka nacho akipeleka, kisha apewa nasaha, basi usikubali, fanya hivi, fanya vile, mwambie hivi, mwambie vile. Ukaona wewe yale mambo hayanyooki ndani ya nyumba yake, mpaka mwisho yule mume ukasirika akishajua mambo kama haya. Sasa nenda kwa yule msiri wako, nafikiri mfikia wakati mimi naona hapa tulipo hatuwezi kuishi pamoja. Hakuna mwanamume wa kisawasawa aweza kuishi na mwanamke ambaye hafichi siri. Basi hana kitu, safari yampatikana, ana madeni yule, au hivi na vile, au katika tendo la ndoa yuko hivi na hivi na vile. Kuna wengine mpaka matendo ya ndoa ndani ya nyumba, ndani ya chumba, atoka nje kwenda kuyaeleza.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. tusikilize vizuri hii hadithi yafungamana na haya tuliyozungumza. أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد رضي الله عنها alikuwa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود, na wanaume wamekaa na kuna wanawake pia wamekaa. فقال Mtume صلى الله عليه وسلم akasema لعل رجلا صاصان رجلا, sababu لعل ni katika akhawat إن وأن ولكن وكأن أو ولكن ولعل, zote ziko katika akhawat إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل, zote zaingia hapa chini. Kwa hivyo لعل itakuwa لعل رجلا, اسم لعل منصوب. لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله, huenda ikawa kuna waume wanaozungumza kile wanachofanya na wake zao, yani mbele ya wanaume wenzao. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها, na huenda katika nyinyi kuna wanawake wanaotoa habari ya yale wanaoyafanya na waume zao. فأرم القوم أي سكتوا, waliposikia maneno hayo wakanyamaza wote kimya. فقلت أسماء بنت يزيد akasema إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون, ni kweli ya رسول الله, wallahi hawa wanawake wafanya hivyo na waume zao pia wafanya hivyo. Bimaana wanawake waenda kuwaeleza wanawake wenzao yale yaliyojiri baina yeye na mumewe, na wapo katika wanaume ambao wafanya hivyo. Qala Mtume sallam akasema fala taf'alu, msifanye hivyo. fa inma dhalika mithlu ash-shaytani laqiya shaytanatan fi tariqin, mfano wa kitendo hicho ni kama mfano wa shetani mume amekutana na shetani mke njiani. faghashiyaha wan nasu yanzurun, kisha akamkaribia yule shetani wa kike kwa tendo la ndoa mbele za watu wakiwa wamuona. Kwa hiyo mfano wa wale wanaotoa siri za ndani ni huu aliopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kama mfano wa shetani wa kiume amekutana na shetani wa kike barabarani, wakaanza kufanya ule uchafu mbele za watu, waliyadhu billah. Kwa hivyo ni wajibu kwa upande wa wanaume na ni wajibu kwa upande wa wanawake kuhifadhi siri baina yao. Lazima wahifadhi siri baina yao. Na kama nilivyotaja, wakati mwingine mpaka ufikia yule mume akawa hana amani na kutoa siri zake ndani ya nyumba, basi wakati mwingine huwa ni bora kwake ili kudumu na yule mke. Maanake akili sema, na hii inikumbusha zamani kwenye vitabu vya Kiswahili tukisomeshwa shule, kisa cha yule bwana sema mfalme ana pembe. Unasikia hicho kisa? Eti jamaa amemwona mfalme ana pembe, ikawa ile siri ibakisha ama atauawa, ikawa yamtia dhiki kweli kweli, mpaka kaenda mwituni huko mbali na watu, kumbe mfalme yuko huko awinda sijafanya nini, kapiga kelele mfalme ana pembe. Yani ile siri hawezi kuiweka ndani ya nafsi yake, kumbe mfalme amsikia, kumbe kuja kutangaza huku kati ya mbali kichwa. Kisa kama hivi hivi cha kitoto, lakini kuna watu hawawezi kuweka siri katika vifua vyao. Yani ni lazima aende, hata kama atapiga kelele chumbani peke yake, ili mradi ile siri itoe tu.
Sasa ikiwa wajua mkeo ni wa aina hiyo, usimwambie chochote. Mwambie ndaka niwe maziwa, chukua hii nyama, si basi hivyo vitu hivyo. Mwache ende kule sema twala nyama, twana maziwa, twana chai, basi mwache ende akasema hivyo. Lakini nasema mume wangu amfilisika, safari hakuna kitu, ama hiki na kile, ama zungumza mambo ambayo ni asiri yako, basi bora ubakie nao mwenyewe. Wallahu musta'an. Sadisan, miongoni masifa za wanawake wema, an tadhhara li zawjiha bi ahsani hali, awe atadhihiri kwa mume wake katika hali iliyo nzuri kabisa, bihaithu law nadhara ilaiha sarrathu, kiasi cha kuwa yule mume akimwangalia yule mke amfurahisha. Bimaana ndani ya nyumba ajipambe vizuri ili mume wake afurahi akimuona. Hii ni katika sifa ya wanawake wema. Ama mume akigota mlango, akifunguliwa mwanzo akabiliwa na bapa limejaa mashizi, kunani mke wangu, hivi napika, sawa pika, namna hii, wallah. Ameingia ndani ya nyumba, limevaliwa dera hilo la ajabu, la nuka vitunguu saumu, ndio akabiliwa nalo nani? Mume huyo. Nywele timu, sijapata wakati, si watoto wansumbua, si vitu gani, yani mpaka aona kama zile TV za zamani, zile za black and white zile zamani, ilikuwa paka utungulie ulipige konde ndio uone namna hiyo. Allahu musta'an. Hajishughulikii mandhari yake kabisa. Huyu si mwanamke mwema, hajafikia ule wema. Aweza kuwa kuna mambo mengine mazuri mengi anayo, lakini hili pia, na lina ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ aliulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم, mwanamke gani ni mbora wa khairi? Qala: allati tasurruhu idha nadhara, yani الزوج لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى. ni yule mwanamke ambaye mumewe akimuona afurahishwa moyo wake kwa sababu ya mandhari yake nzuri. Bimaana akiingia ndani ya nyumba, yule mwanamke amejiweka vizuri. Kuna wengine wanawake hawajipambi mpaka ifike siku ya harusi ya jirani. Kifika harusi ya jirani, basi atapewa gharama yule mume hajawahi kuzilalia wala kuamkia. Nataka kwenda saluni, kafanye hiki, kafanye kile. Mke wangu, hizo saluni mbona hunifanyii mimi? Umfanyia nani huko? Ukamwona amejipeleka kirudi kama kinyago, yeye ajiona amependeza. Ajabu yani. Wala atapendeza. Pengine ngeti kama yani sijui vitu gani, mazo saluni za siku hizi ajabu tu. Mwambie ipi ya mapambo, akija si ule. Na ndio wengine huoa, basi ikiwa hakumuona yule mke siku ile akimtukua mkewe, amkuta mkewe masha Allah ana uzuri wa ajabu, Cinderella kama wanavyosema wenyewe. Akiamka alfajiri, abdu mtizama, usi yule jana, huwa kuna mambo hufanywa. Basi kama wewe uko hivyo, fanya angalau yule mumeo afurahi. Angalau fanya yule mumeo akikuona afurahishwa, atamani kurudi nyumbani. Kwa nini? Amuone mke wake amejipamba, amekaa vizuri, avaa nguo za kumvutia yule mume.
na wengine hata haya hawana. Pengine mtu 80 lakini akina mama acha kidogo ni shambue. Kuna wengine hasa waita umezaona hii nguo nzuri hii hii basi harusi ya fulani nitavaa. Yule mwanamume basi amezea tu 20,000 zangu mmezitoa kwa ajili ya harusi ya fulani, na mimi hata siku moja uione. Wewe utaiona akiwa yenda harusini na akirudi basi, ama ndani ya nyumba uione, wewe utaiona. Makosa sio sawa. Mumewe ana haki zaidi ya wewe kudhihirika katika mambo. Kuna wengine wapenda show off, kuna wengine wapenda sana show off. Nguo yangu mmeinunua 30,000, yule mume madeni kweli kweli. Madeni ya nani? Ya mkewe. Nini? Avae nguo nzuri nzuri, na pengine auziwe nguo ghali, kumbe iko Kongowea. Mwingine anunue rahisi Kongowea, ndio pale akienda akuta mwenzake pia mvaa kama yeye, basi pia wengine ukasirika, kwa nini yule amvaa kama mimi, annigiza. Lakini ndani ya nyumba humuoni akijiweka katika hali nzuri. Hii makosa. Mwanamke mwema ni yule ambaye mumewe ndani ya nyumba akimtizama afurahi, ili iwe ni sababu ya kupata iffa yule mwanamume, asiwe na jicho la kuangalia huku na huku, awe atatosheka ndani ya nyumba yake, kwa kuwa kila akiingia amuona mke wake amejiweka katika hali nzuri sana. Allati tasurruhu idha nadhara wa tuti'uhu idha amara, mwanamke anayemtii anapomwamrisha. Si mke wangu kanipikie chai, message ya mwisho tu inaandika hii message ya kuna mtu muhimu kuliko mumewe. Kuna wengine waudhi wewe, mumewe akwambia kanipikie chai, mwambie ngoja kidogo na chat na rafiki yangu ya mwisho tu. Akikwambia fanya hivi, tuplia mbali ile simu, nenda kashughulike mwanzo, ukirudi fanya vituko vyako hivyo, wasijui kujibu message ya mwisho. Lakini utaona namna hii, na siku hizi haswa katika hii mitandao iliyokuja, haya mambo yamezidi sana. Utasikia kesi katika majumba za ajabu, mara chai imepikwa sijui sukari nzidi ama impungua, sijui chakula kinzidi. Kumbe nini? Alikuwa yuachatu kuipika chakula. Sasa badala ya chumvi akachukua sukari akatia kwenye mtele, huku yuendelea tu. Siku hiyo chakula utakula utafikiria kimetoka nchi nyingine, zile nchi za kupika mtele ya sukari. Na si ajabu ukapangwa hapo kaambiwa huu ni upishi niliona kwenye YouTube, sababu yeye yaishi nayo, aishi na masimu tu. Mtele mke wangu leo na sukari, huu upishi mpya huu, hapo na utakula. Si mtuzi una chumvi, changanya na sukari. Allahu musta'an. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, mke yule ambaye hatofautiani na mumewe katika nafsi yake na mali yake kwa jambo analolichukia. Bimaana hafanyi jambo ambalo litamuudhi mumewe katika nafsi yake, wala hafanyi linalomuudhi mumewe katika mali yake. Usiwe mwanamke mumewe ajue yuko katika amani, ameweka pesa zake vizuri, hujui kama nzi hisabu, ushazoea huyu hata hisabu avuta. Sasa ikiwa hakuna amani baina ya mume na mke, na si ati akupunguzia, la, akupa kile unachokihitaji, lakini ukawa wavuta tu mpaka akawa hana amani. Kuna wengine mpaka watakawasomea majumba yao ruqya gani, kumbe huo mwenzako. Yani atakaisomea ruqya nyumba yake akidhania kuwa labda kuna mashetani uvuta hapa ama kuna nani, kumbe ni huyo aliyokuwa ubavuni mwako. Ukiweka vibaya tu chavutwa, kwa vutwa pale, hana amani na mali yake. Ni makosa, haitakikani iwe namna hii. Kwa hivyo mke mwema ni yule ambaye akiingia yule mwanamume ndani ya nyumba afurahi, amuona mwanamke amejipamba vizuri, yuko katika hali nzuri. Ni kweli wanawake huwa wapika, kweli huwa washughulishwa,
lakini wajua sasa ni wakati wa mume wangu kuja, basi ajitayarishe, ajiweke katika hali nzuri. Wengine basi mashughuli mpaka usiku jamaa, mpaka usiku, kumevaliwa dera lile wewe limepasuka huku kwenye chini ya mikono, huku chini limeraruka raruka. Kunani mama? Hawajua kuna joto, kuna joto, mume avaliwa jidera lile. Haya madera atakanatoe moto haya, manake yaudhi waume haya kweli. Usiku mtu ataka mke wake aje katika mandhari nzuri, amkabili atoka salatu al-isha katika hali nzuri. La, kifika ndani ya nyumba ndio mwanzo mpaka azungumze. Kunani tena mamake fulani, mbona uko hivi? Saa nyingine wajifanya mume ajifanya amuonea huruma, mbona uko hivi? Onyesha unchoka. Hamaanishi hivyo, si onyesha unchoka. Mbona unkaa hivi wewe? Hawakai hivi bwana, lakini yakusudia mengine. Wallahu musta'an. Kuna sifa nyingine ilikuwa nimepanga mzungumze leo, lakini nimevuta maneno kwa sababu haya tunayoyazungumza ni mambo ambayo yatokea katika majumba mengi. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kutoa mifano, na wala sikusudii kuwa eti kuna majumba mengine yaje tu kichwani basi tukayatoa. Usifikirie kuna nyumba fulani labda huyu ilenga ama mtu fulani anamlenga. Maana kuna watu hawakawiaji, akitajwa tu akawa yeye yumo hapo ndani, basi si urekebishe. Sije mkawaambia waume zenu, nyinyi ndio mnaokwenda kumwambia yule ustadhi yule. Maana kuna wengine washaanza hivi, nyinyi ndio mwamwambia yule ustadhi mambo ya nyumbani, alafu yayazungumza pale. Sijafuatwa na yoyote, basi tu sanifu zaje kichwani wana, basi nasitoa pole pole. Sasa kama wewe waona umeguswa, badilika, uwe katika watu waheri, uwe katika watu wema, ili majumba yaishi na amani, watu waishi katika raha. Isiwe mtu atafikiria tu kuoa ni kazi kubwa hiyo. Vijana kuoa, ikiwa mwanamke atakuwa mwema, basi alhamdulillah, utaishi maisha ya raha na utulivu na saada. Ile la pili tusilizungumzie, maana la nadra, si sana. Wengi katika wanawake mashaallah wakisikia maneno kama haya warekebisha na waishi vizuri na waume zao. Ama wale ambao hawataki, basi hauna nguvu juu yao, lasta alaihim bimusaitir. Lakini hivi ndivyo dini inavyotuamrisha. Wallahu almusta'an. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.